Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu wapendwa, karibuni tena katika darasa letu la imani. Ni furaha iliyojee kukutana nanyi kwa mara nyingine baada ya safari yetu iliyopita, ambapo tuliona jinsi Allah subhanahu wa ta'ala alivyolinda nyumba yake tukufu na kuwaangamiza jeshi la tembo kupitia ndege wadogo wa ababil. Lakini leo simulizi yetu inatutoa katika ardhi ya Makka na kutupeleka katika siri nzito iliyojificha nyuma ya milima mirefu ya chuma na shaba. Leo tunakiendea kisa ambacho kimebeba siri ya maelfu ya miaka na alama kubwa ya mwisho wa dunia. Kabla ya kuanza kisa chetu cha leo, tumpandishie salama na amani kiongozi wa umma huu, nuru ya macho yetu, kwa kusema Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Hii ni simulizi za Qur'ani Swahili. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi katika jahazi hili la elimu, tunakuomba ubonyeze alama ya subscribe na kuacha like yako. Kwa kufanya hivyo, unakuwa sehemu ya familia inayofikisha nuru ya Qur'an kwa maelfu. Katika kurasa za historia ya mwanadamu na siri za elimu ya ghaibu, kuna viumbe ambao kutajwa kwao pekee kunasisimua nyoyo: Yajuj na Majuj. Hawa si majini wala si viumbe kutoka sayari nyingine, bali ni wanadamu, watoto wa Adam, kutokana na kizazi cha Yafith, mwana wa Nabii Nuh alayhi salam. Maelfu ya miaka iliyopita, viumbe hawa walikuwa wakisumbua ardhi. Walikuwa na nguvu za ajabu, idadi isiyohesabika na tabia za kikatili. Hakuna jeshi lililoweza kusimama mbele yao. Walikuwa wakivamia miji, kula kila kilicho hai na kuacha nyuma yao uharibifu na vilio, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipotuma mja wake, mfalme mwenye haki na nguvu, aliyejulikana kama Dhulqarnain. Maelfu ya miaka iliyopita, viumbe hawa walikuwa wakisumbua ardhi. Walikuwa na nguvu za ajabu, idadi isiyohesabika na tabia za kikatili. Hakuna jeshi lililoweza kusimama mbele yao. Walikuwa wakivamia miji, kula kila kilicho hai na kuacha nyuma yao uharibifu na vilio, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipotuma mja wake, mfalme mwenye haki na nguvu, aliyejulikana kama Dhulqarnain. Dhulqarnain alipofika katika bonde lililopo katikati ya milima miwili mikubwa, alikutana na watu waliokuwa wakiishi kwa hofu kuu. Walimwambia, ewe Dhulqarnain, hakika Yajuj na Majuj wanafanya uharibifu katika ardhi. Basi je, tukupe ujira ili utie baina yetu na baina yao kizuizi? Hapa ndipo tunaona unyenyekevu wa kiongozi wa kweli. Dhulqarnain hakuhitaji dhahabu yao. Alisema, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala wangu amenimakinishia ni bora, lakini nisaidieni kwa nguvu zenu. Ujenzi ule haukuwa wa mawe na matofali pekee, ulikuwa ni ufundi wa hali ya juu uliotangulia zama zake. Dhulqarnain aliamuru vipande vya chuma vijazwe mpaka vilingane na vilele vya milima. Kisha akawasha moto mkubwa kiasi cha kukifanya chuma kuwa majimaji ya moto. Hatimaye alimwaga shaba iliyoyayuka juu yake. Matokeo yake yalikuwa ni ukuta imara, mnaro wa ajabu ambao hauwezi kukweleka wala kutobolewa. Dhulqarnain akasema, hii ni rehema kutoka kwa Mola wangu. Kwa karne nyingi viumbe hawa wamebaki nyuma ya ukuta huo, lakini hawajakaa bure. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitufunulia siri ya kile kinachoendelea huko. Kila siku viumbe hawa huchimba ukuta ule,
wanachimba kwa juhudi kubwa mpaka jua linapokaribia kuzama na mwangwi wa mwanga huanza kuonekana. Lakini kwa kuwa hawajui kumtegemea Allah, kiongozi wao husema, rudi nini leo, mtaumalizia kesho. Na kila wanaporudi, Allah subhanahu wa ta'ala hurejesha ukuta ule kuwa mgumu zaidi kuliko mwanzo. Hii ndiyo hali yao mpaka itakapofika siku iliyoandikwa, siku ambayo ulimwengu utatetemeka, siku ambayo kiongozi wao atasema neno la ufunguo, rudi nini leo, mtaumalizia kesho, insha Allah, Mungu akipenda. Siku hiyo itakuwa ni mwanzoni mwa alama kubwa za kiyama. Watachimba na kupata ukuta huko vile vile walivyouacha. Kwa kelele zinazoweza kupasua masikio, ukuta utapasuka. Yajuji na Majuji watatoka kama mafuriko yaliyofunguliwa kutoka kwenye bwawa kubwa. Watateremka kutoka kila mlima kwa kasi ya ajabu. Ardhi itatetemeka kwa miguu yao. Kundi lao la kwanza litapita katika ziwa la Tabaria na kunywa maji yake yote mpaka ziwa likauke. Kundi la mwisho litakapofika, litakuta vumbi tu na kusema kwa mshangao, hapa zamani palikuwa na maji. Hakuna binadamu atakayeweza kupigana nao. Wataenea duniani kote. Katika kipindi hiki, Nabii Isa alayhi salam atawaongoza waumini kukimbilia katika mlima wa Tur ili kujiokoa. Dunia itakuwa chini ya himaya ya Yajuji na Majuji, na kwa kiburi chao watarusha mishale mbinguni wakidhani wamemshinda hata muumba wa mbingu na ardhi. Wakati kiburi cha Yajuji na Majuji kitakapofika kileleni, Allah subhanahu wa ta'ala ataonyesha kuwa yeye ndiye mwenye nguvu juu ya kila kitu. Hata watumia majeshi ya malaika, bali atatuma kiumbe mdogo sana, funza wa shingoni, anayeitwa An-Naghaf. Ndani ya usiku mmoja viumbe hao mabilioni wataanguka na kufa kwa mpigo kama nafsi moja iliyokata roho. Ardhi itajaa miili yao kiasi kwamba hakutakuwa na nafasi ya kukanyaga. Harufu ya miili yao itakuwa mtihani mwingine kwa waliobaki. Hapo ndipo Nabii Isa alayhi salam na waumini wataomba dua. Allah atatuma ndege wakubwa wenye shingo ndefu watakaobeba miili hiyo na kuitupa baharini. Kisha mvua kubwa ya rehema itanyesha, ikisafisha kila kona ya ardhi mpaka itakate kama kioo. Baada ya hapo, ardhi itatoa baraka zake. Komamanga moja litakuwa kubwa kiasi cha kutosha kulisha kundi la watu, na amani itatawala mpaka mbwa mwitu atacheza na kondoo bila kumdhuru. Hiyo ndiyo ahadi ya kweli na mwisho wa kisa cha Yajuji na Majuji. Ndugu zangu, kisa hiki cha Yajuji na Majuji si hadithi tu ya kusisimua, bali ni darasa kubwa lenye mafunzo mazito kwetu sote. Kwanza, uongozi ni dhamana. Dhulqarnain alitumia nguvu alizopewa na Allah kuwasaidia wanyonge bila kutafuta malipo. Pili, nguvu ya insha Allah. Tunajifunza kuwa hata wenye nguvu hushindwa bila kumtegemea Allah. Neno insha Allah ndilo ufunguo wa kila jambo. Tatu, Allah ndiye mshindi. Allah anaweza kuteketeza jeshi kubwa kwa kiumbe mdogo sana kama funza. Usihofu nguvu za walimwengu, mtegemee muumba. 4, kujiandaa na akhera. Hii ni alama kubwa ya kiyama inayotukumbusha kuwa dunia ni mapito na kurejea kwetu ni kwa Allah. Tunatumai kisa hiki kimekupa funzo, tahadhari na kuongeza nuru ya imani ndani ya moyo wako. Ikiwa umependa simulizi hii, tafadhali usisahau kubonyeza alama ya like na kusambaza video hii kwa wengine ili nao wapate faida. Na ikiwa bado hujajiunga nasi, bonyeza subscribe sasa hivi ili uwe wa kwanza kupata simulizi inayokuja. Hii ni Simulizi za Qur'ani Swahili. Tukikutana tena kwa uwezo wa Allah
katika kisa kingine chenye mafunzo na hekima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.